السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye mpaka sasa bado anatulinda na kutujalia afya njema ya kiwiliwili mpaka hivi sasa. Tunaushuhudia usiku wa 10 wa mfungo mtukufu wa mwezi wa Ramadhani, tukisubiri tarawehe ya 10 kwa ajili ya funga ya siku ya 10 ambayo ni kesho, siku ya Jumatatu. Kwa lugha nyepesi, kesho tunakamilisha 10 la kwanza la mwezi wa Ramadhani. Tunaelekea kwenye kukata nusu ya mwezi wa Ramadhani. Jambo zuri ni kujiuliza, nimefanya nini? Mwezi huu ni mwezi wa Qur'ani, nishasoma kiasi gani cha Qur'ani? Mwezi huu ni mwezi wa kujitolea, mtu na ajiulize, nishatoa kiasi gani kama sadaka? Na katika hili napenda kukumbusha kwamba mwaka jana biidhnillah wa taufikihi tuliweza baadhi yetu, na Allah atulipe, tuliweza kutoa zaka za mali. Mwaka jana tuliweza kujitolea zaka za mali zetu. Mwaka ni kuanzia kwa kalenda ya mwezi wa mwandamo, hasa hatufuati kalenda ya jua, Gregorian calendar hatufuati ile, huwa tunafuata lunar calendar. Ikiwa tulitoa ndani ya mwezi wa Ramadhani, maanake Ramadhani hii mwaka mwingine unakatika kwa mali zetu. Ikiwa mali yako iko pale pale ilipokuwa, vile vile ilivyokuwa, kiwango chako kitakuwa ni kile kile ulichotoa. Ikiwa imeongezeka utaongeza, ikiwa imepungua, umehomba mathalan, tuseme imepungua na imetoka katika kiasi cha kuweza kutolewa zaka, basi huna cha kutoa wewe. Lakini imepungua lakini bado ipo katika kiasi cha kutolewa, utapunguza kidogo kulingana na kiasi utakachokuwa nacho. Kwa hivyo jiandaeni, mara zote jukumu hili huwa tunamwachia shekhe wetu mgeni ambaye Mwenyezi Mungu akipenda tutakuwa naye siku za karibuni insha Allah. Tunaendelea na darasa letu ambapo jana tuliisoma hadithi ya sahaba ambaye alimfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, akamwambia, ya Rasulullah, nimeangamia. Mtume akamwambia, una nini? Umefanya nini kwani? Akasema, waqa'tu ala imraati wa ana saim, au asabtu imraati fi Ramadhana, nimekutana na mke wangu na hali ya kuwa nimefunga, au nimekutana na mke wangu mchana wa Ramadhani, kwa hivyo nimeangamia. Mtume akamwambia, je, unaye mtumwa uweze kumwacha huru? Bwana akamwambia, sina. Unaweza ukafunga miezi 2 mfululizo? Akasema, siwezi. Utapata uwezo wa kuwa na chakula cha kulishiza maskini 60? Akasema, sina. Akatafutiwa chakula, yani kikaja chakula kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akakabidhiwa aende akalishize kama kafara yake. Alipokipokea akamuuliza Mtume, hivyo nadhania hapa Madina
kuna nyumba fakiri kama nyumba yangu, kuna familia maskini kama familia yangu, niwaache watu wangu na njaa nende nikalishize watu wengine? Mtume akamwambia basi chukua kale kalishize familia yako. Sasa tunataka kuangalia sherehe ya hadithi na kauli za ulama kuhusu hadithi hii na baadhi ya hukumu zinazopatikana kutokana na hadithi hii. Sherehe ya ulama anasema jaa Salama ibn Sakhr al-Bayadhi. Hii hadithi ilisema nukuu vile ilivyozungumza, ilisema kwa mujibu wa Abu Huraira, bainama nahnu julusun inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idh jaahu rajulun, siku fulani tulikuwa tumekaa kwa mtume akajiwa na mtu. Utaratibu huo wa kinidhamu wa kuzungumza ni utaratibu fulani wa stara wa kuhifadhiana, kustiriana. Abu Huraira inawezekana alikuwa anamjua huyu mtu aliyekuja, lakini aliamua tu kusema tulikuwa tumekaa kwa mtume pakaja mtu akasema hivi. Yeye kasema pakaja mtu wakati anajua mtu huyo anaitwa Salama. Kustiriana ni moja katika adabu kubwa sana za Kiislamu ambazo sisi kama jamii ya Kiislamu tumezipoteza. Hatuna tena kustiriana na kuhifadhiana, hatuna. Kuna watu wanadanganya. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alisema aliyekula nyama ya ngamia na atawale. Ikawa ni utaratibu kwamba ukishakula nyama ya ngamia lazima uchukue udhu, hata kama ulikuwa na udhu inakubidi utawadhe upya. Kuna watu wanadanganya, wanasema ilitokea tukio kwamba alikaa mtume na masahaba, halafu mmoja kati yao akatokwa na upepo akajamba, wanasema. Halafu kukaulizwa ni nani aliyetokwa na upepo, masahaba hawakusema. Basi mtume akaamua kusema aliyekula nyama ya ngamia na atawadhe, na hapo kulikuwa kumeliwa nyama ya ngamia na watu wengi, kabidi wote wakatawadhe. Hichi si kisa cha kweli, si kisa cha kweli, lakini ala fardhu sihhati kisa hichi, tujalie kisa hichi ni sahihi. Kitendo cha kuuliza mara moja ni nani aliyekula nyama ya ngamia, alafu mtu ni nani aliyetoa upepo, aliyejamba, alafu mtu asijitaje na akakaa kimya, akaamua kugeuza hukumu ya aliyekula nyama ya ngamia na atawadhe, ni ishara kwamba mtume aliamua kumstiri, kwa kuwa ni kitendo kimeonekana ni cha haya kuonekana fulani ndo aliyejamba katikati ya watu. Aliona haya akaamua kutokujitaja. Mtume akaamua kumstiri kwa kuifanya hukumu ya kila aliyekula nyama ya ngamia atawadhe. Ikiwa kisa ni sahihi, si sahihi. Nachokusudia kusema ni kwamba Waislamu tunatakiwa tuwe na tabia ya kufanyaje? Kustiriana, kitu ambacho hatunacho sasa hivi, tumekipoteza. Mtume alikuwa na utaratibu huu wa kuongea kama hivi Abu Huraira alivyotunukulia. Kwa mfano, alipita siku moja katikati ya makaburi, alipita makaburini akasimama akasema inna hadhani la yu'adhabani, watu hawa wawili wanaadhibiwa. Hakuwataja majina, na ilikuwa inawezekana wataje kwa sababu anawajua. Angesema huyu ni fulani bin fulani na huyu ni fulani bin, wanaangamia hapa, wapo kwenye adhabu. Lakini aliwastiri, akaamua kulitaja kosa ambalo ndo litakuwa linawasababishia adhabu pale, ili watu wengine wajifunze kutokana na kosa lile, na si kuwajua wakosaji walikuwa ni wakina nani. Mu'min siku zote ni kioo kwa mu'min mwenzake, na kioo kama hizi mbao zingekuwa ni kioo kikawaida, hata ukisimama nusu saa
pale mbele ya kioo nusu saa nzima unajiangalia. Akija mwenzako pale kwenye kioo hakuoni wewe, kioo kitamuonesha yeye, wala hakitamuonesha kwamba kuna uso huu pia ulikaa nusu saa nzima nimeukapcha hapa. Hakipo hivyo kioo. Kioo kazi yake ni kumuonesha mtu yeye mwenyewe. Kama umetoka bila kutana, unajiangalia, unaona nywele zimekaa vibaya, unatana. Hii ndio kazi ya kioo. Mu'min alitakiwa awe kama kioo. Unapomwangalia mwenzako kwenye kasoro, unamrekebisha. Hata ukishakuwa umeiona hiyo kasoro, si jukumu lako kwenda kumwanika pahala pengine. Kuwa kama kioo, kumuonesha mwenzako kasoro yeye mwenyewe na si kuzitawanya kwa watu. Kwa hivyo Abu Huraira ananukuu kwa namna fulani ya adabu hivi na stara, anasema bainama nahnu julusun inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam idh ja'ahu rajulun, mtu tu fulani akaja akauliza. Kitendo alichokifanya ni kosa, kwa hivyo anatajwa kwa stara asifahamike, ingawa anajulikana jina lake, akiitwa Salama ibn Sukhri al-Bayadhi. Alikuja kwa Mtume, alikuja kwa kujileta mwenyewe, hakusukumwa na mtu. Alijileta mwenyewe akiwa na hofu ya kile kitendo alichokifanya. Ikabidi amuulize Mtume kama njia ya kuona huenda nimechafuka, nijisafishe, nisije nikaingia kwenye hatari, niokolewe. Anamwambia halaktu, nimeangamia ya Rasulullah. Faqala lahu, Mtume akamwambia ma ahlakak, kipi kilichokuangamiza? Qala, akasema huyu Salama, innahu waqa'a ala imra'atihi wa huwa sa'imun fi nahari Ramadhana, yeye alikutana na mkewe hali ya kuwa amefunga mchana wa mwezi wa Ramadhani. Falam yanfa'uhu Rasulullah, falam yu'annifuhu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Hapa Mtume hakumkemea, hakumsimanga, hakumfokea, hakumtukana. We na akili zako zote, mchana wa Ramadhani wewe una maana. Hakufanya hivyo. Tena taratibu kabisa akaanza kumuuliza, utakuwa na kitu fulani kikuokoe na hili kosa? Hapana, hicho sina. Unaweza kufanya kitu fulani kikuokoe? Sitaweza kufanya. Unaweza kuwa na kitu fulani? Sitaweza. Akampa cha kujitolea, bado mtu akamuonesha kwamba yeye ndio mwenye shida zaidi, bado akamwambia kichukue na kosa. Yani huku chini alipochukua tende zile ili azitoe sadaka, Mtume anamwambia khudh hadha fatasaddaq bihi, chukua tende hizi ukatoe sadaka kwazo, ujiokoe, kafara hii, ujiokoe na kosa lile. Yule bwana akasema ala afqara minni ya Rasulullah, kuna walokuwa mafakiri zaidi yangu? Angekuwa mimi na wewe angeangalia hili, ushafanya makosa na kupatia, ushaona. Lakini Mtume hakufanya hivyo, lam yu'annifuhu. Nasikia kuna pahala na si kuna pahala, ni hapa kwetu, ndugu zetu msikiti wa Nyanga, nyinyi mmegombana mpaka mkakunjiana mangumi kwa sababu nyinyi mnajihisi ni watakatifu sana, kwamba fulani juzi alikuwa mtu mbaya, leo amekuwa mtu mzuri, alafu anatoa adhana. Amuone hata kama mmefanya kihoja. Mtu ulimuona wiki 2 au 1 iliyopita kwenye jambo baya, amebadilika, anaswali mpaka muda wa swala haujafika, ashakuwa msikitini kiasi cha yeye kuamua kutoa adhana. Unagombana, kwa nini huyu atutolea adhana wakati huyu juzi alikuwa hivi? Hivyo nyinyi mnadhania mtu ili atubie inabidi kupita miaka mingapi? Ili mtu abadilike mnadhania inabidi kupite miezi mingapi, wiki ngapi, au siku ngapi, ili hasa aonekane anafaa kusogea mbele ya Mwenyezi Mungu na kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu na kufanya jambo la kiungu? Hebu tubadilike jamani,
tubadilike, tuache jazba. Jazba hazijawahi kujenga hata siku moja. Jazba siku zote zinabomoa, jazba hasi zinaharibu. Msiwe na misimamo kabla ya kuwa na ujuzi, ni hatari sana. Watu wenye misimamo kabla ya ujuzi ndo ambao huvaa bomu wakaja kulipua watu misikitini. Acheni tabia hizi, tabia chafu hizi ndio zinawafanya Waislamu huko nje waonekane wao ni magaidi. Ndio ugaidi wenyewe, hiyo ndo irhab. Uislamu uko mbali kabisa na tabia za sampuli hii. Kutokana na muda, kwa nimedhamiria hasa kwamba tutasimama pale na dakika 20. Naona tuache hapa, tutarudi upya kuzungumza. Tunamwomba Allah atujalie miongoni mwa wanaosikia maneno wakachagua mazuri na kuyafanyia kazi. Tukutane kesho inshallah.